Mwenyezi Mungu. Maana kile tauba unapoitubia, inatakiwa kwenye tauba ile ambayo unamtubia Mwenyezi Mungu kwa makosa yako yaliyopita, unatakiwa ukome tena kukosea Mungu, ingawa kupo, lakini kuwa mwingi kutubia kwa Allah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni, sio mara moja, tubieni, ni muendelezo wa kutubia Mungu kwa kila mara. Ila Allahi taubatan nasuha, usitubie leo kesho unarudia kosa, kuja tubia wewe, na huko ndo kunasema unamfanyia istihzai Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa hata Mungu kukuharakisha ni haraka. Nini faida ya tauba? Yaani unapokaa ukatubia kwa Mwenyezi Mungu ukarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faida yake ni nini? Mwenyezi Mungu asema asa rabbukum, huenda Mola wenu, ayukaffira ankum sayiatikum, akawafutia nyinyi makosa yenu. Moja ya faida ya tauba ni pale unapokaa kumtubia Allah subhanahu wa ta'ala, fungo ambalo unalipata na faida ambayo ni kubwa ni wewe kusamehewa makosa yako. Kwa hiyo ukikosea, rudi tubia kwa Mwenyezi Mungu. Pale unapotubia ndipo ambapo unapata faida kubwa ya wewe kusamehewa kosa lako. Kumbe inatufundisha tauba ni moja ya kiungo kinatofuta makosa ya mwanadamu. Tauba ni kiungo kikubwa ambacho kinachofuta makosa ya mwanadamu. Kwa ushahidi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, kwenda Mola wenu akawasamehe makosa yenu mnayoyafanya. Nani asiokuwa na kosa? Ni mwanadamu yupi asiokuwa na kosa? Kila mwanadamu anakosa. Kadiri ambavyo unavyokosea ndivyo kadiri unatakiwa urudi kwa Allah awe mwepesi aweze kukusamehe. Yaani sisi sifa yetu peke yetu, sifa moja ya kuweza sisi kufutiwa makosa yetu, ambayo makosa tunayoyafanya kila siku ni tauba. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, turudini kwa Allah, tutubie kweli kweli, alafu tutaona faida ya sisi kufutiwa makosa. Na ndio maana ukitubia usirudie kufanya kosa kama wateleza tu. Faida nyingine ya tauba, faida ya kwanza ya tauba ni wewe kusamehewa makosa yako. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum, hii ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, wayudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Faida ya pili, Mwenyezi Mungu atawaingizeni nyinyi kwenye pepo, ambayo pepo hiyo ina vitu vingi. Miongoni mwa vitu hivyo ni kwamba chini ile pepo kuna mito ambayo inapita chini ya ile pepo. Pepo ina faida nyingi. Ukizungumza uwanja wa pepo ni uwanja mpana kiasi kwamba hatuwezi kumaliza, lakini tunataja zile faida tu za kwamba wewe ukishatubia kwa Mungu, kutubia kweli kweli, ukatubia kwa Allah kwa dhati, faida ya kwanza, Mungu anakusamehe makosa yako. Faida ya pili, Mwenyezi Mungu anakuingiza peponi, na huko kwenye pepo tajiri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ni faida hizo. Lakini wanavyoni wanavyozungumza ni kwamba makosa, kuzidisha makosa, na makosa ndio tunasema ni maasi. Makosa ndio tunasema ni nini? Ni maasi, na maasi ndio makosa. Sasa wanatuambia fa innal maasi tughdibu arrahmana wa tudhhibu alarzaqa. Wanasema kwamba makosa, kule kukithirisha kufanya makosa kunamkasirisha Mwenyezi Mungu. Kufanya makosa kule kunamkasirisha Allah, lakini pia tudhhibu alarzaqa, kunaondoa riziki. Kukithirisha makosa mara kwa mara kule kunaondosha riziki, na hata riziki zetu unaona zinapungua. Kasi ya riziki, mitafutaji yetu inapungua, mitaji yetu inapungua, ni kwa sababu ya kukithiriwa na makosa yetu ambayo tunayo. Lakini pia watadhuru bil abdani wal ajsami, makosa tabia yake kubwa ni kudhuru mili yetu, ni kudhuru mili yetu. Unaona tu mtu anadhaifika kwa sababu ya makosa ambayo anayefanya kufanya. Unaona mwili wake mtu huyu mzuri, mtu anaharibika siku hadi siku kwa sababu ya makosa ambayo anayafanya. Sasa ukifanya kosa, usifanye kosa tena,
Ukifanya kosa, rudi haraka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana kurudi kwake ni kwenda kutubia, na ukitubia usirudie kosa tena, kwamba ya Rabbi, mimi hili nililofanya nimeteleza tu. Na Mungu ni mwepesi sana kupokea tauba zetu. Inna Allaha tawwabur rahim, si tawwabun, tawwabun. Inna Allaha tawwabun, tawwabun, mwingi mno. Mungu ni mwenye kupokea tauba, mwingi wa kupokea tauba mno. Yani yeye anafurahia mno, kwa maelezo ya Mtume, anafurahia, ana furaha kubwa pale anapomuona mja wake amekuwa mwepesi kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu naye pale anafurahia mno, anakuwa mwepesi wa kufurahia kwa sababu kashatubia. Furaha yake Mungu anavyoona pale mja wake ametubia, furaha yake ni sawa, haina kifano. Ni furaha ya mtu aliyokuwa tasa, mwanamke aliyokuwa tasa, alikuwa hazai. Mwanamke alikuwa hazai, alafu siku hiyo Mwenyezi Mungu akampa mtoto, akazaa yule mwanamke. Ile furaha yake Mwenyezi Mungu ni zaidi kumwona mja wake anatubia kuliko furaha ya mwanamama yule aliyopata mtoto. Au ni furaha ambayo ya mtu alikuwa amepoteza kitu, alafu ghafla anakipata au analetewa kila kitu. Ile furaha yake anavyojisikia kukipata kitu chake, Mwenyezi Mungu ni zaidi kumwona mja wake akimfurahikia wakati amemkosea. Sasa Mungu ni zaidi kuona mja wake ambaye anatubia baada ya kutoka kwenye kosa, sasa anatubia. Allah ni zaidi kukufurahikia. Kwa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unajipangaje wewe ndugu yangu, ambaye mwanadamu asili yake ni kukosea, kuanzia kwenye viungo vyote ambavyo tunavyo tunamkosea Mungu? Unajipangaje juu ya kuweza kurejea katika mwenendo aliotuamrisha Allah na mwenendo aliotuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ndugu yangu Muislamu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, tubu ila Allahi fa inni atubu ilayhi kulla yawmin 100 marra. Angalia huyu mtume aliotangaziwa na Qur'an, ambaye mtume Mwenyezi Mungu aliyomtangaza, wewe bwana umesemehewa madhambi yako yote yaliyo sasa na yaliyopita, wewe umesemehewa madhambi yako yote. Lakini yeye mwenyewe asema, mimi nilikuwa natubia, mimi natubia kwa Mwenyezi Mungu kila siku mara 100. Yani anatubia kwa Allah kila siku mara 1. Huyu kasemehewa dhambi zilizopita, kasemehewa dhambi zinazokuja, kasemehewa, yeye hana dhambi. Lakini bado anakwambia na anahimiza umma wake urudi kumtegemea Allah, urudi kumtubia Allah. Kwa siku yeye anatubia mara 100. Tubu ila Allah, tubieni nyinyi kwa Mwenyezi Mungu, nyinyi wanadamu tubieni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni atubu ilayhi, mimi natubia juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kulla yaumi 100 marra, kila siku mara 100 mimi natubia kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kasemehewa dhambi zote. Wewe ambaye asubuhi utafanya kosa, saa 7 utafanya kosa, saa 10 utafanya kosa, usiku utafanya kosa, na pengine huo usiku pia utafanya kosa, unajipanga vipi katika kumrejea Allah? Hata kesho ukikutana naye kwako inakuwa ni safari ambayo ya haraka Mungu kukusamehe. Huyu kiongozi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi kwa siku moja natubia kwa Allah, astaghfirullah 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 astaghfirullah. Mara ngapi? Mara 100. Wewe mwenzangu, ambaye muda wote tunakosea, si katika maisha yetu, si katika familia zetu, si katika njia zetu, si katika mikao yetu, si katika vilaji vyetu, si katika vinywaji vyetu, si katika kulala kwetu, kwa muda wote tunamkosea Mwenyezi Mungu. Vipi shekhe, wajipanga vipi? Unajifunza nini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hakuna sifa pekee ambayo inaweza ikatufanya sisi tukawa ni marafiki na wenye kupendwa wa kweli kwa Mwenyezi Mungu kama si kurejea kutubia kwa Allah. Kama tulivyosema, makosa yanaharibu mili ya binadamu, yanadhuru riziki za mwanadamu. Angalia kisa kimoja ambacho ni kirefu, lakini tutataja kwa ufupi. Yule mwenzetu ambaye alioua watu 99. Mtu alioua watu 99. Aliua wa kwanza, akaua wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka 99. Yule shekhe baada ya kufanya tukio hili la kuua watu 99 akapata hamu ya kutaka kurejea kwa Allah, asemehewe kosa la kuua watu 99. Akapata hamu. Yule bwana alipopata ile hamu, na Mwenyezi Mungu akakubali hamu yake, kwa hivyo akawa anatembea kijijini
katika kile kijiji anatangaza, anawaambia watu, jamani, ni nani ambaye ni anajua zaidi katika kijiji hichi? Nani ambaye ni mwanachuoni anajua zaidi hapa? Watu wakamwishiria mzee yule anajua, nenda kamuulize yule mzee. Sheikh akaenda pale, bwana aliyoua akaenda pale, amwambia mzee wangu, samani bwana, mimi bwana nimefanya kosa, nimeua watu 99. Katika hawa watu 99 niliowaua, nataka kurejea kwa Allah, nitubie kwa Mungu, tauba yangu itakubalika? Yule mzee kwa sababu hakuwa na elimu ya kujua undani wa mambo, amwambia wewe tauba huna, watu 99 wewe, alafu utegemee wewe una tauba? Awe bwana, ungoje moto tu hapo, wewe ungoje moto tu. Yule bwana akaona, aha, kama nangoja moto nikumalizia wewe wa 100, alafu nikaingizwa motoni. Kwa yule bwana akammalizia yule wa 100. Idadi ikawa sio 99 sasa, idadi ikawa 100. Lakini bwana yule hakuchoka. Aliona hili ni kosa ninalolifanya, hakuchoka. Akaenda tena kwa watu waambia, jamani, nionyesheni mwanachuoni ni yupi hapa anayejua mambo ya ilmu. Watu wakamuonyeshia yule pale, nenda pale. Kwa hiyo yule bwana alipofika kwa yule mwanachuoni akamuuliza, Sheikh, nimeua watu 100. Watu 100 hawa nataka kutubia kwa Mwenyezi Mungu. Mungu atanipokea tauba yangu? Mwanachuoni yule amwambia, ndio. Allah ataipokea tauba yako, lakini sasa uhame kijiji chenu hiki, ushachafua, umeshaharibu. Hapa wewe jina lako lishaharibika. Kwa hiyo utoke kwenye kijiji hichi uende kwenye kijiji kingine ambao hawakufahamu. Yule bwana akafanya vile. Sasa siku ambayo anatoka pale kwenye kijiji kile kwenda katika kijiji cha jirani, ikawa ndio mwisho wa safari yake ya maisha. Mwenyezi Mungu akaichukua roho yake. Allah alipoichukua roho, wakashuka malaika wa aina mbili, malaika wa rahma na malaika wa adhabu, kwa maana malaika wa peponi na malaika wa motoni. Wanagombana sasa wawili, kila mmoja anamgombania. Wewe bwana wewe, hawa wa peponi wanamgombania, wanasema huyu ni mtu wetu kwa sababu alikuwa ashatubia kwa Allah. Na wale wa motoni wanadai, huyu bwana ni mtu wetu, kaua watu 100, huyo wa kwetu huyu. Kwa hiyo vurugu pale. Hawa wanamtaka wa peponi, hawa wanamtaka wa motoni. Mwenyezi Mungu akashusha malaika ambaye mwenye taswira ya kibinadamu, ambia bwana wewe, kawatatulia, waambie hivi, wafanye vipimo. Miongoni mwa vipimo hivyo, wafanye vipimo alipotoka na anapoelekea. Ikikutwa kula alipokuwa anaelekea palikuwa pamebakia ni kidogo tu aweze kufika, huyo mtu wa peponi, kwa sababu alikuwa shakimbia kosa huko alilokuwa amefanya. Ashakuwa amekimbia kosa, tayari tauba yake ilikuwa imekubalika. Kwa hiyo wafanye vipimo, ikiwa kule ni kidogo tutakuwa alikaribia kufika, basi huyo ni mtu wa peponi kwa sababu tayari alishatubia. Na ikionekana huko alipotoka palikuwa ni mbali, pamekuwa ni mbali, huyo sio mtu wa motoni kwa sababu kashaukimbia moto huyu. Au ikionekana ni karibu, basi mtu wa motoni. Wale wakafanya vipimo, malaika wa peponi na malaika wa motoni wakafanya vipimo. Katika kufanya vipimo ikabainika alipokuwa anakwenda ilikuwa amebakia kidogo sana na kuingia katika ule mji. Kwa hiyo ushindi ukapatikana kwa malaika wale, malaika wa rahma wakamchukua mtu wao kwenda naye peponi. Malaika wa adhabu wakawa wameshinda. Nini faida ya kujifunza katika hadithi ndefu? Ni kwamba kutubia. Angalia, mtu kaua watu 100, lakini ni kitambo kidogo sana ametaka tauba kumtubia Mungu. Kitambo kadogo sana ametubia kwa Mwenyezi Mungu, anakwenda peponi. Wewe una miaka 20 na Allah atakupa nafasi ya miaka 40, wafanya nini wewe? Kaishi na maisha ya kutubia kama alivyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi ninatubia kwa siku moja mara 100. Mtume anasema kwa siku moja natubia mara 100. Wewe na mimi ambaye kulala utamkosea Mungu, kula pengine utamkosea Mungu, kutembea kwenyewe utamkosea Mungu, mengi katika maisha yetu tutamkosea Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tauba zetu zikubalike. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.